kuna mambo mengi ya kujifunza. Alipenda kuhubiri, na nyie ni wamoja wapo ambao mnatayarishwa kuhubiri. Kwa hiyo inawaomba muwe mnamuomba sana awaombee, na nyie pia muwe na kipaji cha kuhubiri. Alimpenda Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo ninawaomba na nyie mpende Bwana wetu Yesu Kristo, na hasa kumtumikia. Alikuwa mwandishi wa vitabu mbalimbali vya teolojia, na hasa wanafunzi wetu wanaomaliza wanakwenda kwenye masomo ya teolojia, muombeni muweze kusoma masomo ya teolojia vizuri, na muweze na nyie kuwa waandishi wa vitabu mbalimbali vya teolojia. Alikuwa na ibada kwa Mama Bikira Maria. Nadhani kati ya kitu ambacho sisi mapadre tunasisitizwa ni kuwa na imani kwa Mama Bikira Maria. Kwa hiyo muombe sana muwe na imani kwa Mama Bikira Maria. Alipambana sana na shetani. Kila mmoja wetu anapambana na shetani. Kwa hiyo tumuombe atuombee tuweze kuwa na ushindi mkubwa vita yetu tulionayo dhidi ya shetani. Kwa hiyo mnaona huyu mtakatifu amesheheni mambo mengi. Tunapoadhimisha sherehe ya leo, ngawa ilikuwa ni kumbukumbu, lakini kwa kuwa hapa ni sherehe, kwa hiyo tumuombe hatuombee tuweze kufuata mifano yake, na hasa tumuombe atuombee tuweze kuwa na fadhila alizonazo katika maisha yetu ya Ukristo kama waseminarista, na baadaye kama watumishi wa Mungu hapo altareni. Wapendwa, tunapofanya mahafali, walau kila mmoja akichota kwenye hii hazina ya Mtakatifu Antoni wa Padua, mlinzi wa seminari yetu, atakuwa na ufanisi mkubwa katika maisha yake. Pendwa katika Kristo, kama tunavyojua, katika sherehe hii tunaadhimisha mahafali ya 61 ya seminari yetu. Na waomba tuanze na maneno haya ya kumshukuru Mwenyezi Mungu ambayo tunayakuta katika Zaburi ya 111 haya ya kwanza mpaka ya 3. Nitamshukuru Mwenyezi Mungu kwa moyo wangu wote, nikijumuika na jamii ya watu waadilifu. Matendo ya Mwenyezi Mungu ni makuu mno, wote wanaoyafurahia uyatafakari. Kila afanyacho kimejaa utukufu na fahari, uadilifu wake wadumu milele. Wapendwa wanajumuiya ya seminari kuu ya Ntungamo, wageni wote mliofika, tumefika hapa kanisani na katika mazingira ya Mama Ntungamo tukiwa na furaha na moyo wa shukrani kwa Mungu. Tumeimba utenzi tuliousikia kwenye Zaburi. Tumesimama hapa kutangaza makuu ya Mungu.
kwa yote ambayo amewatendea mafrateli wa mwaka wa 3 wanaohitimu siku ya leo. Tunamshukuru Mungu muweza wa yote ambaye amewalinda kwa kipindi cha miaka 3. Jumuiya yote ya Ntungamo na wageni wote, tunamshukuru Mungu kwa mafanikio yenu leo mnapohitimu masomo ya falsafa. Pia tunamshukuru Mungu kwa yote aliyojalia seminari yetu, maana wote mnamaliza mwaka. Wengine wanamaliza mwaka wa 2 na wengine wanamaliza mwaka wa 1. Kwa ujumla kila mmoja anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumaliza mwaka vizuri. Tunamshukuru Mungu pia kwa ujenzi ambao umefanyika, nyumba mpya ya mapadre, bweni na ujenzi unaoendelea na jengo la utawala. Wapendwa, tunajua kuwa safari yenu ya kufikia siku ya leo haikuwa rahisi. Ilikuwa imejaa milima na mabonde, lakini Mungu amekuwa upande wenu. Amewatendea makuu kama tulivyosikia katika somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Hekima ya Suleimani. Alitangaza makuu ya Mungu akisema, hakuna Mungu mwingine ila wewe, ambaye huangalia maslahi ya wote, nawe wapaswa kutambuliwa kwamba umehukumu kwa haki. Uwezo wako ni asili ya uadilifu, wawaonea huruma watu wote, kwa maana wewe ni Bwana wa wote. Iwapo binadamu hasadiki kwamba uwezo wako ni mkamilifu, basi wewe uidhirishe nguvu yako. Na hayo tunayasoma kutoka katika kitabu cha Hekima sura ya 12 aya ya 13 mpaka ya 18. Wapendwa malabeli au mafrateli, tukiona mmefikia siku ya leo, ninayo imani mmezingatia misingi ya seminari, yaani sala, masomo na kazi. Kwa kufikia mwisho wenu hapa, tayari umeonyesha kuwa mnaweza kudumu katika maisha ya seminari, ambayo ndiyo maisha ya kuendea wito mtakatifu. Maana ukiangalia vijana wengine hawawezi kukaa kwenye mazingira haya ambayo wengine huwa inaitwa mazingira ya gated hivi bila kwenda nje. Ni wachache wanaoweza kukaa kwenye mazingira ambayo yako gated hivi bila kwenda nje. Ninakumbuka tulipokuwa seminari mbalimbali, tulikuwa tunaona baadhi ya vijana ambao hawakuwa na nidhamu wanatoroka. Lakini walipokuwa wanatoroka, walikuwa waendi kununua vitu vikubwa au kufanya mambo makubwa. Unakuta walikuwa wanatoroka, wengine toroka kwenda kununua pombe, wengine wanatoroka haenda anunue andazi au vitumbua, wengine wanatoroka huku tuna andazi vimunda ambavyo vinaitwa kabaragara. Wengine walikuwa wanatoroka kwenda kufanya vitu vya namna hiyo, au wengine anasema mimi nimetoka nje niende kupunga hewa kidogo. Nikijiuliza sasa hivi na nikiangalia, nikitafakari, naona vijana wengi kwa sababu ya utoto wao
waliachishwa seminari, lakini Mwenyezi Mungu alikuwa kuwachagua. Hawakuwa na wito, ndiyo maana walivutwa na vitu hivyo vidogo vidogo, baadaye wakaonyeshwa njia wakaondoka. Hivyo nyie mnaohitimu, ongera sana kwa kuzingatia nidhamu ya seminari na kuendelea kukomaa kiwito. Kwa niaba ya maaskofu na wakuu wa mashirika yenu, ninawashukuru kwa moyo wenu wa uvumilivu na subira. Kweli mvumilivu hula mbivu. Lengo la seminari kuu ya Ntungamo ni kuwaandaa mapadre wa kanisa zima kitaaluma na kiroho, kusudi muweze kuiva na baadaye mkiingia masomo ya teolojia muweze kufuata vizuri. Wapendwa mafrateli, mmemaliza mwaka wa 3. Endeleeni kumtegemea Mwenyezi Mungu, Mama Bikira Maria, Mtakatifu Anton wa Padua kama tulivyo mdadavua, na watakatifu wengine. Kama nilivyowahi kuambieni wakati baadhi yenu walipokuwa wanapokea makanzu, kuwa kuingia katika kitalu hiki cha Ntungamo inaonyesha Mungu ana lengo au anania nawe. Nikitumia maneno tuliyoyasikia katika waraka wa Mtume Paulo kwa Watesalonike, kuwa nasema, wapendwa wa seminari, simameni imara na kuzingatia yale mafundisho waliowafundisheni kwa mahubiri, mafunzo ya darasani, miongozo ya kiroho, mikutano ya kiroho ambayo mnapewa na walimu wenu, gombera wenu, wakufunzi wenu. Sisi maaskofu na wakuu wa mashirika na walezi wenu tunawaombea Mungu aifariji mioyo yenu na kuwaimarisheni ili muweze daima kutenda na kusema yaliyo mema ambayo mmefundishwa. Ninawaasa kujitahidi kila siku kupanda mbegu zenu kuelekea wito wenu. Kila siku Mwenyezi Mungu anakujalia siku au inakuwa ni zawadi Mwenyezi Mungu anayekujalia ukiwa seminarini. Ni nafasi adimu ambayo anakupatia. Hivyo weka juhudi na jitihada ya kupanda mbegu ya matumaini kuelekea wito wako. Katika masomo yenu ya filosofia mmekutana na wanafalsafa wengi ambao wamewafundisha mambo mengi. Yachambue mafundisho yao yawasaidie kuishi vizuri. Hayo mliojifunza wanafalsafa mbalimbali yawasaidie kuishi vizuri. Mmejifunza mwanafalsafa ambaye anaitwa Aristotle na baadaye Thomas Aquinas. Wamewafundisha kuwa kila kitu kinakuwa na malengo, yaani kina theological. Hivyo ninawaomba muombe Mungu lengo lenu la kuwa padri
lisiingiliwe na mtu yoyote au na kitu chochote kisichokuwa na msingi, labda iwe afya mbaya. Lakini mambo ya mchezo usiyaruhusu ya kuondoe kwenye wito wako. Muombe Mungu awasaidie. Kila siku utendaji wako uoneshe kuwa unataka kuwa padre. Angalia wito wako usiingiliwe, kama nilivyokwisha sema, na kizingiti chochote. Kwa hiyo angalia vile vishawishi ambavyo vinaweza vikakufanya upoteze lengo. Nilikuwa siku zilizopita ninaangalia kwenye WhatsApp moja, nikaona ng'ombe moja alikuwa anazaa, lakini kulikuwepo ndama mbele yake. Alikuwa anazaa, unaona karibu ndama mmoja anatoka, halafu na yeye anahangaika kupata ndama mwingine. Anagombania ndama mwingine ambaye alikuwa nadhani sio wa kwake, alikuwa ni wa ng'ombe wengine. Ilinifanya nitafakari sana. Kajiuliza, sasa huyu anahangaika na utungu, wakati huo huo anataka ndama mwingine. Kunaweza kuwepo tafsiri nyingi nyie kwenu wana falsafa. Sasa huko kwenye wito, unatafuta wito mtakatifu. Tukichukua hilo wazo la ng'ombe, uko kwenye wito, unatafuta wito mtakatifu, lakini wakati mwingi huo unahangaika na mambo mengine. Kwanza wanasema haraka haina nini? Baraka. Uko kwenye wito, hili utakuta mtu mwingine anahangaika labda na biashara, anahangaika kati mwingine apate jiko, anahangaika ili apate mavazi mazuri au awe na kampuni fulani. Sasa unajiuliza, si wanasema mshika mbili moja ufanya nini? Umponyoka. Kwa hiyo hangaika na wito wako, uangaikie, uchuchumilie. Na hayo tunawaambia hata na wale ambao wanabaki hapa. Usianze kuhangaika na mambo mengine, sijui itakuwaje nitakapomaliza hapa, sijui itakuwaje. Mahangaiko hayo yanaweza yakaja, lakini hiyo maana tumetangulia kusema kwamba mumuombe Mwenyezi Mungu, Mama Bikira Maria, Takatifu Antoni wa Padua na watakatifu wengine wawasaidie kuweza kuunda wazo vizuri. Muombe Bwana wetu Yesu Kristo unayotaka kumtumikia akusaidie, akupe njia iliyo nzuri. Sio kafanana huyo ng'ombe anazaa, lakini wakati huo anahangaika kutafuta ndama mwingine. Sasa
kitu ambacho kinafikirisha sana. Lakini katika maisha yetu ya kawaida unakuta mtu tayari ana kitu fulani, lakini ubinafsi, moyo wa kukusanya, anataka akusanye vitu vyote viwe vyake. Hasa mnapo utafuta wito, jitahidini kuangalia lengo moja lililo mbele yenu, ni wito mtakatifu. Na kwa bahati nzuri maaskofu wenu na wakuu wa mashirika wanajitahidi sana kuwaelekeza na kuwapatia kila kitu walao vilivyo vya muhimu. Kwa hiyo usianze kuhangaika na kuanza kuwa mchuuzi. Nasikia wakati fulani mmoja alikuwa seminarini, lakini anahangaika na kupata ng'ombe ili aweze kupata maziwa na aweze kuuza hayo maziwa. Na wengine unakuta wanahangaika, anakuwa hapa nahangaika kuleta vocha, sijui ndipo ataweza kufanya nini, na vitu vya namna hiyo, na nyie mnavifahamu. Unajiuliza sasa hivyo vya nini? Na tabia zinapoanza sasa hivi sio kwamba zitaisha. Inawezekana Mwenyezi Mungu akakuvumilia ukawa padre, unakuta akipita akawa padre, na unakuta tayari wa padre anatafuta trekta ya kwake, anatafuta hoteli ya kwake, na wapo majimboni kwetu huko. Na wengine unakuta anaiwekea trust hiyo hoteli sudi maaskofu wasiiguse. Yapo kwenye majimbo yetu. Lakini mali hizo zote mtu anakufa anaziacha. Anakufa anaziacha, na wakati mwingine hata anawaachia ugomvi jamaa zake ambao wanahangaika na mali hizo. Kwa hiyo niwaombe na shauri kwamba lenga kwenye lengo hilo, chuchumilia hilo lengo la kuwa padre. Tafuteni kama tunavyoimba, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mengine yote tutapata. Kwa nini? Kwa ziada. Lakini ukianza kuhangaika na lile angaikia masomo, sawa. Angaikia wito na yale unayoagizwa, sawa. Lakini ukianza kuhangaika hili na lile, je, Mwenyezi Mungu akikuita hata kama hivyo vitu hujavifikia? Kuna vitu vingi ambavyo sisi hatuvijui, na Mwenyezi Mungu ametufunika macho. Lakini maisha ya watu yanapopita machoni kwako, kaona mtu kwa anahangaika na vitu hivyo vyote lakini ameondoka, uzione kama hizo ni barua Mwenyezi Mungu anazotutumia zitusaidie tuweze kulenga kuwa na lengo moja la kutafuta wito. Wapendwa wahitimu, baada ya kusoma filosofia mpaka mwaka wa 3, mimi ninawaita King Philosophers. Kama mnavyojua, Plato, kati ya mtu ambaye nilimpenda, mmoja wapo wa filosofa niliowapenda alikuwa ni Plato. Na King Philosophers ndio Plato alikuwa amesema waongoze nchi. Kwa sababu wanajua what it contains of the state, yani ndio wawe leaders. Sasa na nyie mmeelimishwa philosophy vizuri, na sasa mmehitimu kiwa King Philosophers. Na King Philosophers
kwa namna fulani anakuwa kama na kastoic fulani vitu vingine anakuwa hangaiki navyo kama ma Epicureans yani kula na kunywa vitu kama hivyo. Kwa hiyo ninawaomba kwa kuwa mmetoka hapa mkiwa king philosophers, tunatarajia kuwaona mnaishi kama walau kwa kiasi fulani kama king philosophers. Ninajua kwamba kuja kufikia wakati huu mmefumua vitabu vingi sana, ma encyclopedia yote mmeyafumua, ma assignment yote mmeyafumua, mnayo mawazo mengi sana. Ninawaombea Mwenyezi Mungu awasaidie elimu yenu ya kifalsafa mlio ipata iwasaidie kuitumia vizuri. Inashangaza kumkuta king philosopher baada ya kufumua ma encyclopedia vitabu vya Stumpf na nani na wengine wote unakuta badala ya kuendelea kufumua hivyo vitabu anafumua kreti ya bia peke yake. Hao anaishia vichochoroni na watu ambao wajulikani. Tumuombe Mwenyezi Mungu awasaidie nyie wahitimu na wale ambao mnakuja nyuma. Wapendwa wahitimu, tumesikia wito wa mitume Yohane na Andrea nduguye. Tumesikia wanafunzi walimuuliza Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana unakaa wapi? Naye anawaambia kwamba njoni nanyi mtaona. Anawaambia njoni nanyi mtaona. Na ukweli waliona, wengine waliona alipowapeleka kwenye mlima Tabor akageuka sura, waliona furaha aliyokuwa nayo, mpaka Petro anasema sasa tujenge vibanda vitatu. Na wengine waliona walienda sehemu mbalimbali kama yeye alivyowaambia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume kwamba Matendo ya Mitume sura ya kwanza hadi ya 8, sura ya kwanza aya ya 8 kwamba watakuwa mashahidi wake katika Yerusalemu na sehemu nyingine za ulimwengu. Na walikwenda kutangaza habari njema na waliona mengi sana. Sasa na nyie mko kwenye kipindi cha maandalizi, lakini mmemaliza safari ya hapa na Bwana wetu Yesu Kristo anaendelea kuwaita akisema njoni teolojia, nanyi mtafanya nini? Nanyi mtaona. Anaendelea kuambia hivyo. Mnamuuliza Bwana unakaa wapi? Na sasa hivi wengine wanahangaika, sijui nitakuwa Segerea, sijui nitakuwa Kipu, sijui nitakuwa Mwenda Kulima, sijui nitakuwa Peramio. Wengine wenda wanahangaika, sijui na mimi naweza nyatia hako kasehemu nikapelekwa huko Ulaya. Mawazo ni mengi sasa hivi. Kwa hiyo Kristo anaendelea kuwaita, anasema njoni nanyi mtafanya nini? Mtaona. Mitume alipowaambia wakurudi nyuma, walienda mbele. Kwa hiyo na nyie ninawaambia msirudi wapi? Msirudi nyuma, nenda mbele nanyi mtaona. Na utakapomaliza teolojia ataendelea kukuita akisema njoni nanyi mtaona. Sisi tulikubali tukamfuata. Baadaye tulipokuwepo hapo akatupeleka parokiani, seminari ndogo kufundisha, baadaye akatupeleka Roma, baadaye akatupeleka TC, na baadaye akatupatia uchungaji mkuu wa jimbo. Lakini tulimfuata tukisema kwamba yeye anayetuita ni nani? Ni mkubwa, na anasema njoni nanyi mtafanya nini? Mtaona. Kwa hiyo nafasi kama hizo nanyi zimefanya nini?
zimewasubiri. Kristo anasema, njoni nanyi mtafanya nini? Mtaona. Taona atakavyo kutembeza dunia nzima. Ukimfuata vizuri atakutembeza dunia nzima, atakufanya utembee dunia nzima, atakufanya ukalie viti na kuweza kuwa kama anavyotuambia, mtakalia viti na kuweza kuamua makabila mbalimbali. Kwa hiyo hayo ndiyo Bwana wetu Yesu Kristo anayowaambia siku ya leo. Mnapomaliza mnamuuliza, mwalimu unakaa wapi au twende wapi? Na yeye anawaambia, njoni nanyi mtafanya nini? Mtaona. Njoni nanyi mtaona. Nitakufanya uwe rekta wa seminari, nitakufanya uwe paroko tena kwenye mji mkubwa, nitakufanya uwe mkuu wa taasisi sehemu kubwa. Wewe usifanye nini? Usikate tamaa. Hata ikionekana kwamba wakati fulani kuna vizingiti vinaingia, usikate tamaa. Wewe endelea kumwangalia nani? Kristo ndiye anayekuita. Hujaitwa na baba askofu, hujaitwa na mkuu wa shirika, hujaitwa na baba paroko, hujaitwa na mtu mwingine. Ni nani? Kristo ndiye anafanya nini? Ndiye anayekuita, na anakuambia njoni, njoo na wewe utafanya nini? Utaona. Kwa hiyo ndugu zangu, nimalizie na maneno ya Mtakatifu Paulo aliyomwambia Timotheo katika mawaidha yake ya mwisho: zingatia uadilifu, uchaji wa Mungu, imani, upendo, subira na unyenyekevu. Hayo tunayasoma katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo kwa Timotheo sura ya 6 aya 11. Na watakieni nyote neema na ufanisi katika maisha yenu ya kuelekea wito mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema. Nasikia wanika nitangaze neno lako. Nasikia wana wanika